Hii ni baada ya agizo la mahakama moja hapa Bungoma kuwa mwili wa kijana huyo ufukuliwa na kuzikwa upya kuambatana na tamaduni za jamii hiyo. Amekuwa akisumbuana na huyu mtoto, kumbe na sisi sasa kulingana na vile tulikuwa tunaelewa tukajua ya kwamba ni hao watu ni kama ndio waliua huyu mtoto, ndio kwa nini? Kwa sababu alikuwa anawasumbua. Inadaiwa familia hiyo ilifika mahakamani baada ya marehemu kuwasumbua kwenye ndoto akitaka kuzikwa kule alikozaliwa babake mzazi katika kijiji kilicho mbali cha Kitinda. Mtoto akakuja kwa ndoto akaniambia, papa usilie, mimi sikukufa maji. Kwa sababu hata wazee walikuwa wameanza kusema kama mtoto alikufa maji hata litubue na stahili tumsike jioni. Lakini mtoto akajitokeza kabla hata tuchasika, akakuja kwa nini akasema, papa mimi sikukufa maji. Paka akaniambia na mtu ambaye alimuua, akaniambia paka hesabu ya watu ambao walimuua. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Bungoma waliufukua mwili huo baada ya hakimu mmoja Christopher Yalwala kutoa agizo la mahakama. Sheria ikatoka kweli, wakakubaliana wakasema sheria iko kodini ya kusema ukitaka kufufua mwili wako, sheria iko unaweza kumpeleka mahali popote unataka. Na sasa wewe timiza makano ya hii, halafu tukubali ufufue mtoto yako. Inadaiwa kuwa marehemu Derrick aliaga dunia kwa njia ya kutatanisha, huku familia yake ikidai kuwa aliuawa na mwili wake kutupwa kando ya mto, hali wanayohofia imechangia ndoto zilizowakosesha uzingizi. Mtoto anawasumbua, amefufuka kuwasumbua. Sasa tukasema kweli, sasa vile mwenye alimwambia waliua huyu mtoto, kumbe ilikuwa ya kweli. Sasa ikaendelea hivyo. Sasa ndio naona tena wakaanja kuona hii mtoto anawasumbua, wakaanja matata na kijana yangu kwa poma. Lakini hata baada ya kufukuliwa kwa mwili, huku ibada ya pili ikitarajiwa kupangwa upya mahali alikochagua mwenyewe kupitia ndotoni, wasiwasi ingalipo kijijini. Mazingaumbwe pamoja na uchawi yote yani kuzingatia haya tujaiona Siloba. Wengi wameshangazwa na tukio hilo, huku baadhi yao wakitafuta mbinu za kuuza mashamba yao ili kuondoka kijijini humo, kijiji ambacho wanadai kuwa kimekumbwa na jinamizi. Sijaiona mambo kama haya yakitendeka jamii. Wananchi tunaumia, makaburi kuja kung'olewa kwa njia isiyojulikana, kweli ni maajabu.